Baba wa marehemu alifika nyumbani kwangu majira ya saa 4 ya usiku. Akanipa taarifa kwamba mtoto wake amepotea na ametata zaidi ya masaa 5 lakini hajampata. Baada mimi nimshauri kwamba aende kutafuta, lakini akipita masaa 24 basi aende kutoa taarifa polisi. Lakini pia nikamshauri hata kama masaa hayo hayajafika, ni vizuri kufika kituo cha polisi kwa sababu inawezekana labda ameokotwa na watu huko akapelekwa huko, ikawa ni rahisi kumpata. Kijana aliondoka, lakini pia hakurudi kunipa mrejesho kwamba nini kiliendelea. Kwa awamu ya kwanza nilimuuliza kama kirafiki, bwana, nimesikia kwa mzazi mwenzio kwamba mtoto amepotea na ulikuwa unakaa naye hapa. Alichonijibu, aliniambia kwamba yeye muda mwingine alikuwa anashinda naye kijiweni. Nilichofanya nikampigia bodaboda mwenzake kijiweni, akanambia huyo mtoto hatujamuona hapa kijiweni. Kwa hiyo nikaona tayari ameshanidanganya. Kwa kweli linatoa sikitisho kubwa sana, hasa kwa vijana siku hizi wanakurupuka wakiwaza mambo mengi labda ya kiutajiri au na ukatili wa kusema kwa sababu mtoto labda anampa usumbufu wa kutunza, ndio maana labda wanafanya hivyo. Tumevunja sehemu ya choo, tumegundua kuna nyama nyingi sana. Hatujadhibitisha kama ni za binadamu, lakini inawezekana kwa sababu kuna sehemu ya mbavu, kuna vidore na baadhi ya mifupa. Mnamo tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2025 alimchukua mtoto huyo kutoka kwa mama yake kwa lengo la kuja kumsalimia. Baba huyu na mtoto walikuwa waishi pamoja, mke wake walitengana, ambaye ni mzazi mwenzie. Lakini amedai kuwa mtuhumiwa alirudi nyumbani kwake tarehe 12 mwezi wa 4 majira ya asubuhi, na aligundua mtoto wake ambaye kwa sasa ni marehemu amepigwa shoti ya umeme akiwa ndani ya nyumba na kufariki dunia. Hayo ndio maelezo ambayo aliyatoa baada ya kuwa amehojiwa. Sasa baada ya kuelekea kwenye eneo la tukio, lakini anadai kwamba alipata hofu kwamba akitoa taarifa ya mtoto kupigwa na shoti ya umeme itakuwa tatizo kwake. Kwa hiyo akaamua kumkatakata mtoto vipande vidogo vidogo na kuvudumbukiza chooni na kuflash kwenda kwenye shimo la choo. Lakini eneo la tukio baada ya kuwa tumelikagua, tumegundua kwamba kweli mtoto huyo alikatwa vipande na huyo baba yake ambaye amekiri tukio hilo kulifanya yeye mwenyewe, na kwamba baada ya kumkatakata ameflash, lakini baada ya hapo akatoa taarifa ya uongo kituo cha polisi kwamba mtoto huyo amepotea. Bado tunaendelea kumhoji kwa nini alifikia stage ya kumkatakata huyo mtoto. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.